Kwa hiyo msimu wa kwanza Mbeya City ligi kuu ilikuwa ni msimu 2013-14. Huo ndo msimu wa kwanza. Hadi anakuja kushuka daraja msimu 2022-23, Mbeya City na Yanga walikutana na michezo 20 ya ligi. Katika michezo 20, michezo 10 ilikuwa ni ya CCM Sokoine ambao Mbeya City yupo nyumbani, na michezo 10 mingine ni ya Dar es Salaam, aidha hiyo Azam Complex au hiyo uwanja wa Taifa ambao Yanga yupo nyumbani. Katika michezo 10 iliyochezwa Sokoine, Mbeya City amefanikiwa kupata ushindi wa mchezo mmoja tu. Na katika hiyo mchezo 10, Yanga shinda mchezo 3 pamoja na sare 6. Kwa hiyo Yanga amefanikiwa kushinda mchezo 3 tu kati ya michezo 10 iliyochezwa Sokoine, wakati 6 ni sare na mmoja akiupoteza. Kwa hiyo mchezo 7 Yanga hajafanikiwa kuondoka na alama 3. Katika hiyo rekodi pia mara ya mwisho Yanga anashinda CCM Sokoine kwa hii michezo ya hivi karibuni, sasa ukiacha rekodi ya muda wote, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2019. Baada ya hapo imepita michezo 4 ambayo ni sana misimu 4 basi na Yanga kupata ushindi, kwa maana kuondoka na alama 3 kwenye dimba la CCM Sokoine. Michezo yote hiyo ilimalizika kwa suluhu au sare. Na ugumu ambao amekuwa kiupata Yanga akicheza na Mbeya City kwenye dimba la Sokoine, kuna vitu viwili. Cha kwanza, kuna issue ya fan base. Miongoni mwa timu ambazo zina washabiki wengi sana sasa wanapokuwa uwanja nyumbani basi ni Mbeya City Football Club. Na kuna ile misimu ya mwanzoni kuna muda pia walikuwa wanasafiri kabisa na mashabiki wao sehemu yote ambao wanaenda, lakini wakiwa nyumbani pale ndio huwa wanajaa sana. Kwa hiyo ni factor ya kwanza ambao huwa inawapush wachezaji wa Mbeya City kuweza kuipambania timu yao na kutoa game tough tofauti na ambavyo inakuwa inatarajiwa siku zote. Lakini factor ya pili imekuwa ni uwanja wenyewe, uwanja wa Sokoine. Uwanja wa Sokoine hivi karibuni kidogo ndio umekuwa kwenye ubora ambao kidogo unaanzisha. Huko nyuma kuna muda ulikuwa ukienda pale, sasa kipindi cha masika unaweza kukuta mvua imenyesha ya kutosha, kwa kuna matope, kuna teleza. Kwa mtu ambaye amezoea kucheza ni dimba la Taifa Benjamin Mkapa, uwanja ambao unaruhusu mpira kutembea, ukimpeleka akacheze pale Sokoine lazima utampa tabu. Wakati Mbeya City wao ni uwanja ambao wanautumia kila siku, kwa hiyo tayari unakuwa sharp dart na mazingira pale. Kwa hiyo ni factor mbili kubwa ambazo zimekuwa zikizipa tabu Yanga kuondoka na ushindi kwa maana ya alama 3. Na si Yanga, tukifuatia hizo rekodi utagundua timu nyingi ambazo zinatoka Dar es Salaam kama Azam pamoja na Simba, wao wanapata na tabu kushinda pale Mbeya City pale Sokoine kwa sababu hizo ambazo nimezitaja. Lakini mchezo wa hii leo sasa, ukiacha sasa hiyo michezo ambayo imepita, inawezekana kwa ni mchezo tofauti kwa sababu miongoni mwa viwanja ambavyo vimeboreshwa vizuri ni uwanja wa Sokoine. Na msimu uliopita meneja wa uwanja wa Sokoine miongoni mwa mameneja ambao pia walishinda tuzo nyingi za meneja bora wa uwanja kwa sababu ya kuweza kutunza vizuri ule uwanja. Kwa hiyo mara kadhaa aliibuka kwa mshindi wa tuzo za meneja bora wa mwezi, kama ambavyo uwanja ulifanikiwa kutunza vizuri. Kwa hata leo hii pia mtashuhudia uwanja upo kwenye level ambayo ni nzuri, kiasi kwamba timu yote ambayo inahitaji kucheza mpira wa chini, mpira unaweza kutamba. Simaanishi kwamba unafanana Benjamin Mkapa au labda Meja Samuyo, hapana, lakini upo kwenye level ambayo huwezi kupata tabu kama vilikuwa miaka hiyo ya nyuma. Kitu ambacho leo hii pia kitafanya mchezo huo uvutiwe ni hiyo rekodi ambayo nimeitaja, lakini wanakutana wakiwa ni nyakati mbili tofauti. Nyakati hizi ambazo Mbeya City amekuwa na ratiba ngumu sana ya ligi. Umetaja mchezo wake ya mwanzo hapo, yote amecheza ugenini. Alianzia Manyara dhidi ya Fountain Gate ambao aliushinda, baadaye akasafiri kutoka Manyara kuja Dar es Salaam dhidi ya Azam, mchezo ambao alipoteza. Leo hii anacheza na Yanga ambao mchezo wa kwanza anakuwa nyumbani. Kwa hiyo michezo mitatu ana michezo miwili dhidi ya timu ambazo zimemzidi ubora. Ametumia rejea kutosha dhidi ya Azam, leo hii tena anaenda kuvuja na jasho dhidi ya Yanga. Wakati kwa ratiba ya Yanga yeye mechi nyumbani dhidi ya Pamba, amecheza michezo miwili ya kimataifa dhidi ya Willet. Timu zote hizo ambazo Yanga amecheza nazo hakuna hata timu moja ambao wao wanamkaribia kwa ubora Yanga. Kwenye eneo la ratiba kwa Yanga kuna huo urafiki kwamba wapinzani wake wengi ambao wamecheza hivi karibuni ni wapinzani ambao yeye alikuwa anaamudu. Wakati kwa upande wa Mbeya City wapinzani ambao wamecheza nao ikiwemo Azam na yeye mwenyewe Yanga ni wapinzani ambao kwa kiasi kubwa anafanya Mbeya City ingia kama timu ya pili kiwanjani. Cha mwisho, miongoni mwa timu ambazo zimefanya usajili mzuri sana ni Mbeya City Football Club, kwa maana ya wachezaji wapya ambao wameweza kuaccommodate kwenye kikosi. Tunazungumza Mbeya City ambayo kwenye eneo la ushambuliaji na wachezaji wote ambao ni wazoefu kwenye ligi na wana ubora wa hali ya juu. Namzungumzia Mateo Anton hapa, amna mtu ambaye hajui sifa za Mateo Anton. Namzungumzia Vitalis Mayanga, namzungumzia Habibu Haji Kiombo, namzungumzia Alifadha Hamisi Msuya. Hiyo ndio safu ya shambuliaji Mbeya City Football Club, bila kumsahau Captain Eliud Ambokile. Lakini pia Mbeya City pia kwenye eneo la ulinzi miongoni mwa timu ambazo zinamiliki pair bora ya mabeki wakati kwenye ligi hii basi ni Mbeya City Football Club. Hapo namzungumzia Ibrahim Mohamed pamoja na Kelvin Kingu Pemba. Japokuwa Pemba michezo hii miwili ya mwanzo hakuicheza kutokana na kukosa vibali. Mpaka juzi nilikuwa nafuatilia
alikuwa bado hajapata vibali, sijajua kama ameweza kufanikisha ndani siku chache, lakini miongoni mwa timu ambazo zina pea nzuri ya ulinzi. Mabeki wa pembeni upande wa kushoto unakutana na Yahaya Mbegu, miongoni mwa mabeki ambao walisumbua sana madirisha aliyopita usajili wa timu za Kariakoo, basi ni huyu Yahaya Mbegu, lakini wote hawakuweza kumpata. Ni beki wa maana, beki mzuri wa kisasa ambaye miongoni mwa sifa zake kubwa ni uwezo wake kwanza kureceive mpira, kwa maana ile first touch, uwezo wa kupiga pasi, lakini namna gani ambavyo ni mzuri akiwa kwenye eneo lake la kujilinda, lakini akioverlap kwa maana kwenye nusu ya mpinzani anapopiga cross, anapotengeneza nafasi. Mmoja wa defender wa kisasa ambao nchi yetu imebarikiwa baada ya Mohamed Hussein, basi ni Yahaya Mbegu ambaye yuko Mbeya City Football Club. Kwa ni timu ya maana sana ambayo hipo, ambao naamini leo hii naweza kawapa game nzuri Yanga, na ukiangalia zile rekodi kwa kutegemea mchezo mzuri sana ambao inawezekana tangu ligi hii imeanza tuweza kushuhudia popote. Na wakanda tutazame sasa kwa upande wa wananchi. Amezungumza hapo Nsajigwa Senior kuhusiana na ubora wa kikosi cha Mbeya City na sababu ambazo zinafanyaga wananchi wapate ugumu kupata alama 3 katika dimba la CCM Sokoine pale jijini Mbeya. Na twende tukatazame, ameeleza ubora wa wachezaji. Kwa upande wa Romain Folz na kikosi chake, wachezaji gani ambao unahisi leo akienda kupewa nafasi wanaweza wakavunja mwiko wa hivi karibuni na kuiandikia Yanga alama 3 katika mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu? Kwanza nitatumia reference ya kauli ya coach wa Mbeya City Malali Hamsini jana wakati anafanya interview. Moja kati ya ambacho aligusia, alisema kwamba leo atakuja kucheza akiwa na aim ya kuishambulia Yanga. Na labda watu wanaweza wakahisi alikuwa anafanya masihara, lakini ukikiangalia kikosi cha Mbeya City kinakupa hiyo taswira kwamba watu wanaweza kushambulia, because moja kati ya squad ambayo imejaza wachezaji wengi wa kushambulia ni Mbeya City. Imagine kuanzia kwa mfano kwenye eneo la namba 6 ambapo utakutana na Adil Bua, juu yake anaweza kacheza Omar Chibada, ambaye Chibada ni mzuri pia kwenye kupeleka mashambulizi, lakini kwenye lile phase ya juu ana Bibo Haji Kiombo, ana Eliud Ambokile, ana Mateo Anton, alafu juu tena na Vitalis Mayanga. Hawa ni wachezaji wanne ambao wote tayari wanakupa taswira kwamba ni washambuliaji, lakini Omar Chibada anaweza kaongezeka hapa kutengeneza watu 5 ambao nao pia wanaweza kuongeza idadi ya watu ambao wanashambulia, meaning Mbeya City kwenye eneo la katikati sasa ndipo mtego ulipo. Leo namna gani ambavyo watafanikiwa kudeal na Yanga kuvuruga mipango yao kwenye lile eneo la katikati, hapo ndipo ambapo wanatakiwa kufocus napo. Kwa nini? Kwa sababu kama utatengeneza plan ya kushambulia, jua kabisa hawa wachezaji walio eneo la juu kuna muda ambao watakuwa kwenye phase ya juu. Yanga namna ambavyo wanacheza sasa hivi, wanacheza in transition, wapo very quick, wapo very direct. Kwa hiyo ina maana kuna muda watakapopata pasi hawatasubiri wewe retreat ili uende kuwakaba, meaning wanaweza wakagusiana mpira mara chache wakajikuta tayari wako kwenye phase ya katikati, mipira tena miguso miwili mitatu tayari wako kwenye phase yako. Kwa hiyo kwenye hii phase ya katikati ikitokea Mbeya City wana wachezaji wachache, meaning anaweza akasimama labda Adil Buha peke yake kwa ajili ya kublock mipira ya Yanga, anaweza akajikuta yupo kwenye mazingira ya kukaba either situation ya 3 versus 1 ama situation ya 2 versus 1, meaning tayari hapo Yanga anakuwa ameliovercome eneo la kiungo. Sasa baada ya Yanga kuliovercome eneo la kiungo, ni mtego gani ambao wanaweza kaenda kufaidika nao kwenye ile eneo la juu? Bali enough Yanga recent amekuwa akishambulia na idadi ndogo sana ya watu. Mara nyingi anashambulia na wachezaji 4, akizidisha sana kwenye matukio machache unakuta wachezaji 5, lakini mara nyingi namba ina rate kwenye wachezaji 4 mpaka wachezaji 3. Hasa hawa wachezaji 3 bado hawafanyi Mbeya City kuwa salama, kwa sababu katika wachezaji 3 ambao wanashambulia kwenye phase ya Yanga bado wana employ individual brilliance ambao wanaweza ka coordinate wawili tu kwenye situation ya 2 versus 2 ama 3 versus 3, wakajikuta wanatengeneza nafasi watu wa Yanga na mwisho wa siku wanafanikiwa kuitumia. Sasa umeniuliza kwenye engo ya kikosi ambacho naamini kinaweza kikapata matokeo kwenye huu mchezo wa leo. Kwangu mimi siamini kama Yanga anaweza akaanza kufikiria sana wachezaji wa kwenda kucheza versus Mbeya City, lakini mchezaji mmoja pekee ambaye anaweza akawa funguo kwenye kikosi cha Yanga siku ya leo ni Mohamed Dumbia. Kwa nini namzungumza Mohamed Dumbia? Kwa sababu katika plan ya Yanga kwenye hiyo kucheza direct, nimekugusia kitu kwamba hawa watu wanashambulia na idadi ndogo sana ya watu, lakini wapo very direct, meaning hawana miguso mingi kwenye mpira, wanataka timu itembee kwa haraka. Hasa kama timu inatembea kwa haraka, kuna muda kwa sababu mpo wachache juu, hamtakiwi kuwa na mtu ambaye anakuja na mpira, meaning ana dribble ule mpira. Timu ikitakiwa kutembea kwa haraka inatakiwa muwe mna runners, halafu katikati yao wawe na mtu ambaye ni pasa.